Ujambo na karibu mwanamichezo wa Afrika Mashariki na Kati. Hii ni quiz ni kota ya mko Afrika. Sipo peke yangu _77 midfielder ukitachapo. Nipo na presenter Swaiba pamoja na Ridwan Rajabu, pamoja na Rajeli, teja wa soka as usual. Bwana, kwenye ngenge za Kitale zinatupeleka moja pamoja mitaa ya Msimbazi, Kariakoo jijini Dar es Salaam, ambapo inatuliza ni nini atma ya Simba kuelekea finali ya pili itaenda kuchezwa Zanzibar. Finali ambayo itoseshanisha kati ya Simba ambaye yupo katika alizi ya nyumbani akimkaribisha RS Berkane kutoka nchini Morocco. Na presenter Swaiba, kwa upande wako? Mimi kwa upande wangu wa uitazama hii mechi ya Simba na Morocco, ukiangalia takwimu, nadhani mechi itakuwa ngumu kwa kiasi chake, kwa sababu mtu yote ambaye alifanikiwa kuitazama mechi ya kule Morocco, pamoja na kwamba Simba alipoteza, lakini bado mchezo ulikuwa mgumu sana katika kipindi cha pili. Lakini pia inaniwia ugumu kusema moja kwa moja kwamba Simba wanaweza wakafanya comeback ya mchezo na kufanikiwa kuchukua kombe wakiwa nyumbani, kwa sababu ya historia nzima ya Berkane. Kwa takwimu zinaonyesha kwamba Berkane mara ya mwisho kufungwa goli 2 bila ilikuwa ni mwaka 2023. Kwa hiyo tangu wapo na ukuta imara sana. Ndio maana tunaona kwamba Simba pamoja na kuwepo na watu machachari, mawinga ambao ni wepesi wa kufanya running na kuwafungua mabeki wa timu pinzani, lakini walipitia ugumu mkubwa sana siku ile. Hatukumuona kabisa Mpaki, hatukumuona kabisa Kibu Denis. Kwa hiyo ukitazama RS Berkane ni timu ambayo tunaweza kusema kwa asilimia 80 mpaka 90 imekamilika, kwa sababu ukiangalia backline yao ipo vizuri. Siku ile Simba walikuwa wanashika kuonesha chochote kwa sababu backline ilikuwa ipo fresh. Ukija katikati kuna mtu kama Kamara anakaba na anajua akipata mpira apige wapi. Ukija mbele siku ile walicheza mpira mzuri, ila kuwepo kwa yule striker wao ambaye ni hatari zaidi, lakini tunaambiwa hata. Lakini vile vile mimi na kwa ninavyoifahamu Simba ambayo huwa inacheza mechi zake kiukubwa ikiwa nyumbani, ndio inanifanya pia niamini kwamba mechi inaenda kwangu. Sio, anaelewa kwamba Simba wataonesha ushindani wa hali ya juu, na naamini kombe wanalitaka, na nadhani mechi itaisha pa Simba kushinda, lakini sina uhakika kama atafanikiwa kuchukua kombe. Na pia naweza nikaguarantee Berkane kupata goli. Berkane kupata goli. Kwa matikio unaona ndio inaenda wapi? Mpira una matokeo ya ajabu sana. Unajua, ukitazama sasa hivi dunia nzima vitu vingi vimetokea tusiko vitarajii. Kwa mfano tunaangalia Al Ahly ya Misri kutolewa kwenye level ya nusu finali, sio kawaida. Tukiangalia Real Madrid kutolewa, kufungwa vile na Arsenal nje ndani, sio kawaida. Kwa hiyo mpira una maajabu, na mwaka 2025 umekuwa na maajabu mengi katika mpira. Kwa hiyo maajabu yote yanaweza kutokea. Possible Simba wanaweza wakachukua, lakini pia Berkane wana nafasi kubwa, lakini kutokana na maajabu ambayo nimeyashuhudia kwenye umwa, bado pia Simba ana nafasi ya mbele hii. Bwana Ridwan, presenter Swaiba anasema Simba wana nafasi ya kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa upande wako unaenda na vipi? Inawezekana, lakini naamini Simba wanahitajika wafanye kitu kikubwa kweli kwenye hii mechi ya pili. Ukizingatia ni mechi ambayo itakuwa ni finali ya pili, na finali ya kwanza tayari walishapoteza kwa goli 2-0. Na kitu ambacho kinanipa mashaka, angalia Simba historia ya hii michuano ya msimu huu katika zile mechi za group stage. Hakuna mechi ambayo, yani hizi mechi za nyumbani, hakuna mechi ambayo Simba ameshinda zaidi ya goli 2. Yani hakuna. Tukianza na mechi ya kwanza dhidi ya Bravos, Simba nyumbani pale Benjamin Mkapa alishinda bao 1-0. Tukiangalia mechi ya Sfaxien, Simba alishinda kwa goli 2-0. Dhidi ya Al Masry alishinda kwa bao 2-0. Stellenbosch alishinda kwa bao 1. Kwa hiyo ni mechi ambayo Simba wanahitajika wawe beta kweli kwa kuzingatia na performance ya RS Berkane. Tunapoizungumzia RS Berkane ni timu ambayo ina quality kweli, ina wachezaji wenye quality, yani wana timu kweli. Kwa hiyo Simba nafasi ya kuchukua ubingwa wanayo, lakini wanahitajika wawe bora, wajiboreshe zaidi, hasa katika eneo ambalo Simba wakati ambao itakuwa wanamiliki mpira wakiwa offensive. Moja kati ya changamoto ambazo Simba wanapitia wakati wa kimiliki mpira, yani game ikiwa upande wao,
ni kuacha space sana kati ya mistari yote mitatu. Tunazungumzia mstari wa mabeki, tunazungumzia mstari wa viungo na mstari wa washambuliaji. Kwa hiyo anacheza na timu ambayo wanajua kuadhibu kutokana na moment. RS Berkane ni watu ambao ukiwapa space wanakuadhibu, hawachezi na space. Kwa hiyo Simba anahitajika ahakikishe kwanza dakika, yani mpaka dakika 30 za mchezo awe tayari ameshazipata goli mbili. Yani aende mapumziko akiwa aidha amezipata goli mbili au amepata goli moja, kwa sababu ikiwa atakwenda mapumziko ikiwa hajapata bao, mechi itazidi kuwa ngumu zaidi upande wake. Si unanielewa vizuri hapo? Na wakati huo ahakikishe haachi space ambazo istaweza kuwapa faida RS Berkane ambazo wanaweza kuzitumia na kutengeneza magoli, kwa sababu tayari wanamtaji wa goli mbili na wapo ugenini. Wakiongoza goli nyingine moja tayari inakuwa ni goli la tatu na advantage ya goli la ugenini, kwa mlimo utakuwa mkubwa zaidi kwa Simba Sport Club. Kwa hiyo nimalizie kwa kusema kwamba Simba nafasi ya kuchukua ubingwa wanao, ila wanahitajika wawe katika performance ambayo ni bora zaidi, yani kuacha mechi zote ambazo wamecheza. Simba anahitajika wawe kwenye performance bora polepole. Ukiniambia asilimia, kwangu mimi Simba nitampa 45%, alafu RS Berkane nitampa 55%, kwa sababu tayari ana goli mbili na ukizingatia quality players aliokuwa nao. RS Berkane quality player waliokuwa nayo. Naam. Tukitoka hapo ngendeza vitamu moja kwa moja zinatupeleka bitaa ya Jangwani Kaya coach jijini Dar es Salaam, ambapo inatuliza kutoka ama kupata kandarasi mpya Stefan Aziz Ki, mchezaji wao wa zamani kwenda Wydad Casablanca nchini Morocco, kutaacha pengo ama la. Tukianza kwako Jen, Stefan Aziz Ki tunamwona anaenda Wydad Casablanca, anaachana na Young Africans. Young Africans key player, Wanamanda key player alikuwa ni Stefan Aziz Ki. Upande wako unaona litakuwa pengo ama itakuwa vipi yani? Well, kwa Young Africans hivi sasa squad ilikuwa nayo kalba ya kikosi ambacho kuona pengo la Stefan Aziz Ki inaweza ikawepo, lakini sio ka efficiency ile ambayo ingetakiwa, ambapo Aziz Ki angekuwa ni kibla pekee yake. Ukizungumzia idara ya kiungo ambayo Stefan Aziz Ki ameondoka, kuna Clatous Chota Chama, kuna Maxim pia Zengeli, amekuwa anakifanya vitu bora sana kwa katikati. Kwa hiyo Stefan Aziz Ki alikuwa na offer ile tunaita physical battle, maana ni mchezaji ambaye akiweka mari mguuni kuchukua ni inahitaji nguvu za ziada, ukape paka opponent wawili. Lakini pia Maxim Zengeli amekuwa aggressive sana akikinzana na kuizana na Aziz Ki. Kwa hiyo mimi binafsi sioni pengo lipo, of course, au Aziz Ki alikuwa ni specialist wa daily balls na amepewa aliyokufa. Kwa hiyo pengo lipo. Na yeye anasema pengo lipo kuondoka kwa Stefan Aziz Ki. Tukirudi upande wa pili kwako presenter Swaiba, kwa upande wako unaona imekaaje Stefan Aziz Ki kutoka Dar es Salaam Africans? Mimi kwa mtazamo wangu nadhani pengo litakuwepo, lakini sidhani kama nitaungana na bwana Jerry hapo kusema kwamba kuwepo kwa socialist wa kupiga mipira iliyokufa inawezekana ikawa ndo pengo. Hapana, kwa sababu siku mbili tatu hizi mwishoni hapa kwa ligi wameibuka wapigaji wengi sana wa faulu pale ya kisa Mwenda, lakini pia Boka, lakini Chama ni miongoni mwa wapigaji wazuri sana wa mipira iliyokufa nini. Lakini sasa pengo mimi nadhani litakuwepo kwa sababu gani? Naamini watu wengi wanadhani kwamba Faisal replacement ya kutokana na tetesi za usajili kwamba Faisal atakuja ku replace ile nafasi ya Stefan Aziz Ki, jambo ambalo sio kweli, kwa sababu Faisal yeye sio namba 10. Yeye anaweza zaidi kucheza namba ambazo anataka asaidie timu kukapa, alafu akitoka hapo apige pasi mbele. Lakini pia Faisal hawezi kutoa zile pasi za mwisho zikawa kwa usahihi kama alivyokuwa anafanya Aziz Ki. Sote sisi tunajua uwezo wa Stefano, tunajua uwezo wa Faisal, lakini hivi vitu vinaweza kufanywa na Chama yupi? Chama ambaye alikuwa kwa hiyo ubora wake, sio Chama huyu wa msingi. Kwa hiyo kuwepo kwa pengo la Aziz Ki au kutokuwepo kunategemeana na Chama ataamka vipi kwenye msimu unaofuata. Lakini replacement yake, Chama anaweza kufanya hii replacement ya Aziz Ki kwa ukubwa tu na akafanya wananchi wakaamini kwamba Aziz Ki kuondoka hakuna tatizo, kama Chama kio kwenye formula ambayo sisi tunaifahamu. Lakini hii replacement sio ya muda mrefu.
kitazama na umri wa Chama. Chama ameshamaliza umri wake sasa hivi, na tunadhani hawezi tena kudumu kwenye mpira kwa miaka 4-5. Nasema Yanga wakaendelea kumhitaji na akaendelea kuwa solution kwa kitu alichokuwa anakifanya Aziz Ki. Sio, unanielewa? Kwa hiyo Chama anaweza akaja akalipress kabisa ili pengo na akafanya wananchi wasihisi kama kuna pengo kama akirudi kwenye ubora wake, jambo ambalo hatuna uhakika nalo. Kwa hiyo mpaka sasa hajalipressio na ni ngumu, lakini Chama kama akirudi kwenye 4 anaweza akafanya hiyo kitu na akafanya wananchi wakasahau kabisa uwepo wa Aziz Ki, kwa sababu ukizungumzia experience the same na yeye Chama anayo. Ameshacheza sana michuano ya kimataifa akiwa Simba, si ndio? Lakini pia akiwa RS Berkane alishacheza sana hii michuano ya kimataifa. Kwa hiyo alichonacho Aziz Ki Chama anacho, ila tofauti ni umri. Kwa hiyo pengo linaweza likalipesiwa, shida ni muda ambao Chama ataweza kuitumikia ile nafasi aliyokuwa anaitumikia Stefano Aziz Ki, unaweza ukawa hautoshelezi au hawatoshelezi wananchi. Kwa hiyo itakuwa ataripesi kwa muda mfupi, then itabidi wadafute mbadala wa Aziz Ki, na kwa muda huo utakuwa mbadala wa Chama basi. Na ikatokea Faisal Toto anasajiliwa Young Africans, bado pengo litaendelea kuwepo ama? Mimi nadhani maoni yangu ni yale yale. Faisal hawezi kuperform vizuri kwenye namba anayocheza Stefano. Yeye akicheza namba 6 anakuwa anacheza vizuri zaidi. Sio, unanielewa? Faisal kimchukua unategemea afanye mambo paupo. Mwe azuie kwanza. Ni mzuiaji mzuri sana Faisal. Mimi binafsi nampenda Faisal kwenye kuzuia zaidi kuliko kushambulia, kwa sababu ni mzuri kwenye kuzuia, lakini lile jicho la pasi kama ambalo analo Chama na ambalo analo Stefano Aziz Ki sio sawa na Faisal. Faisal sio mtu ambaye atapiga zile penetration pasi vizuri kama ambavyo anafanya Stefano, na mtu ana vile ambavyo anafanya Chama. Lakini pia Faisal hana ile kalima ya uongozi wa jana kama ilivyo kwa Stefano pamoja na Chama, kwa sababu wale ni wamekuwa special zaidi kuliko yeye. Ni specialist katika mpira na wana muda mrefu na wana uzoefu kuliko yeye. Kwa hiyo Chama anaweza akaamua timu ichezeje sasa hivi, lakini Faisal huwa anaenda na move ya mchezo ukiwa wa mputa kimbizana na yeye akipata mali kafinya kapiga mbele. Lakini Chama anaweza akapata mali akatulia kwanza, au sahihi aone nipige wapi ili tufanye nini. The same kwa Stefano Aziz Ki, huwa hana papa. Anaweza akampunguza mtu alafu akatenga mpira asubiri aone afanye nini, nani anaenda defense. Lakini Faisal bado hana ule utulivu mkubwa ukilinganisha na Stefano Aziz Ki pamoja na Chama. Lakini pia Faisal ni mzuri kwenye namba 6 zaidi kuliko pale namba 10. Kwa hiyo nadhani ujua Faisal, kinachotuchanganya watu wengi ni ukubwa wa Faisal ambao anao. Kwa tunahisi kama tumetoa mchezaji mkubwa tumeleta mchezaji mkubwa, lakini sio watu wawili ambao wanafanana katika ufanisi wa jambo moja uwanjani. Pro Faisal anaweza akaja na pengo la Stefano Aziz Ki likawaipo pale pale. Faisal pia sio mpigaji mzuri wa kila ya foul. Kwa Stefano Aziz Ki hawezi kulipressiwa kabisa na Faisal. Ikumbuke mwaka 2018 wakati Faisal Toto anafika Dar es Salaam Young Africans, alikuja kucheza namba 6 chini ya kocha Munyi Zahera. Kila mtu anapozidi kwenda Nasser bin Mohamed Nabi, baada ya kufika alitumia namba 8, mwisho wa siku akampandisha hadi namba 10 Young Africans. Na namba hizo alikuwa anazitelea haki 6 nali pamoja na 10. Tunaona anaenda Azam Football Club, Yusuf Dabo anamtumia kama namba 10. Msimu uliopita top scorer catch Aziz Ki kafuata yeye. Ona sasa kuna udhaifu ambao atauonesha juu yake kuna Chama yeye akicheza chini. Sasa nadhani hujanielewa hicho, kwa sababu mimi nimebase kusema kwamba Faisal atacheza namba 10, si ndio? Kama namba 10 bora hai, sio anaweza akacheza namba 10 kama Chama hayupo. Ila yule Chama wapo kwenye form akiwepo. Faisal ndio maisha yao. Niamini mimi, Stefano Aziz Ki alipokuwepo, Faisal alikuwa anacheza. Alikuwa amerudishwa nyuma, si ndio? Lakini asipokuwepo sawa, tunaweza tukamweka Faisal namba 10 kwa sababu nani sasa utamweka. Lakini Chama yupo, kwa hiyo Faisal lazima tumlete atusaidie kwenye kukaba. Tunajua anaweza akakaba na akaanzisha shambulizi. Lakini kwa kule juu kabisa, karibia na mastreka, namna ya kupiga zile penetration pass kwake ni ngumu kidogo ukilinganisha na hao watu wawili ambao tunamlinganisha nao. Kwa hiyo nadhani hata akirudi pale kama Chama ataongezewa mkataba na Dar es Salaam Young Africans na akarudi kwenye fomu ambayo alikuwa nayo miaka 2 nyuma, basi Faisal ataendelea kucheza namba yake kiasili namba 6
na Chama ataendelea kubakia pale kwenye namba 10 kwa sababu yeye ni bora kwenye namba hiyo na Faisal ni bora namba 6. Mimi nitapingana kidogo, nitampinga bwana presenter Swaiba kwa sababu ya Fatimoni. Yani wengi tumemwona Faisal akienjoy mpira baada ya kuhamishwa kutoka namba 6 na kupelekwa namba 10. Hapo ndo tumemwona Faisal Salum Abdallah akienjoy mpira na akiweka namba za kutosha. Tunamzungumzia Faisal wa msimu uliopita ambaye pale Azam FC alikuwa akitumika as namba 10, na alipokuwa akicheza namba 10 msimu umemalizika amefunga goli 19, acha mbali assist. Nao tunazungumzia msimu huu, tunamzungumzia Faisal ambaye msimu huu yeye ndio kiungo ambaye ametengeneza nafasi nyingi za mabao, mpaka sasa ametengeneza assist 14. Utanishawishi vipi kuniambia kwamba Faisal mzuri ni yule aliyokuwa akicheza namba 6, alafu huyu Faisal ambaye ana namba za kutosha? Maana tukimjaji mchezaji, kitu cha kwanza ambacho tunakiangalia ni numbers. Kwa hiyo tukimjaji Faisal kwenye numbers, eneo ambalo anatupa namba za kutosha ni yani ni eneo la namba 10 akicheza as namba 10. Sio tunaelewana vizuri. Na Faisal huo wakati ambao alikuwa akitumika kama namba 6 ni wakati ambao tulimuona Faisal ambaye achezi mpira uliokuwa mzuri, anaishia tu kucheza foul za kutosha. Kwa hiyo kwangu mimi nitapingana na bwana Swaiba hapo kwa kumwambia kwamba Faisal Salum Abdallah anaweza kuplay namba 10 vizuri na akakupa assist za kutosha pamoja na magoli. Faisal anaweza kuvaa viatu vya Stefan Aziz Ki, japokuwa ni wachezaji wawili tofauti wenye sifa tofauti, lakini Faisal anaweza kucheza namba 10 na akiwa kwenye top performance yani unaweza kumsahau Stefan Aziz. Tunamzungumzia Aziz Ki kwenye msimu huu ambaye alikuwa na kupanda na kushuka ya kiwango chake. Hilo ametumika Pacome Zouzoua la namba 10. Na wakati huo akatumika Clatous Chota Chama. Lakini wakati ambao Stefan Aziz hakuwepo kwenye game, uone hilo pengo kubwa kwamba labda pale anahitajika Stefan Aziz Ki kwa msimu huu. Yani ukimwangalia Stefan Aziz Ki kwa msimu, kwa mimi nafikiri Faisal anaweza kuvaa viatu vizuri tu ya Faisal Salum Abdallah pale Young Africans akaplay namba 10. Sawa, mimi kwa engo yangu kwanza ulivyosema kwamba Faisal akiwa kwenye top umenisaidia kujibu swali kwamba tunamzungumzia Faisal akiwa kwenye top leo, na basi tumzungumzie na Chama ambaye akiwa kwenye top yake, tumzungumzie pia na Stefan Aziz Ki akiwa kwenye top. Kwa nini umeona Faisal akipindi anacheza namba 6? Unajua numbers utamdai sana washambuliaji, mabeki pia utawadai kutokana na timu kuzuia, yani idadi ya magoli ambayo timu inapoteza. Lakini namba 6 uliniambia kwamba tulikuwa tunashuhudia kadi nyingi za njano. Hizo ndo numbers sasa kwa namba 6. Kwa mimi ambao unafahamu, namba 6 yeye ni mfiaji, anatakiwa kucheza technical foul na kuhakikisha timu yake inakuwa salama. Si unanielewa? Kwa wakati ambao alikuwa namba 6, ukiwa unaona anapokea kadi na unajua yupo kwenye uwajibikaji wake kwa namba 6. Namba 6 ni ngumu sana kumdai magoli kwa sababu tunategemea yeye hawe anazuia. Hadi sasa baada hauna lamba ni malizi. Wakati Faisal anasogezwa na 10, si ndio? Ambako alitengeneza assist na magoli ya kutosha, si ndio? Hatujameza ubora wake. Tunasema tu atakapokuwepo Stefan Aziz Ki, basi Faisal ni ngumu mchezesha namba 10 kwa sababu Stefan atatupa vitu bora zaidi anavyotupa nani? Faisal. Kwa misingi ipi? Tukimtazama Faisal Salum, yeye nadhani kama unafuatilia mpira vizuri, hana ubora sana kwenye kupiga zile penetration pass ambazo ni muhimu sana katika eneo la mwisho. Faisal ni mzuri kwa ile mipira ambayo inaruka yeye aje kumalizia, lakini pia ni mzuri wa kupiga pasi ambazo tuseme labda ni wide, na mara moja sana anapozipata assist ndo anapiga. Lakini mtazame Faisal ambaye tunasema ameenda Azam na amekuwa namba 10, si ndio? Ni changamoto ipi ambayo alikuta pale ya namba 10 pale Azam, kwamba tuseme kuna fulani alimkuta na ni mtu kweli akamtoa. Lakini mimi naamini kama Faisal angeenda pale kuna shida ya namba 6 na namba 10 bora yupo, basi yeye angecheza namba 6. Na ukitazama pale kuna Akaminko ni nzuri namba 6, kwa namba 6 ya Azam imejitosheleza. Faisal umekuja tuna gap wapi? Namba 10, that's why wakamweka. Faisal huyu unapomrudisha anapomleta kwenye huku Yanga tukamkuta Chama yule ambaye kwenye ubora wake, Chama ambaye aliimbwa Tanzania. Na naomba niseme unajua hivi vitu tunavyozungumzia ni vitu ambavyo vipo.
tumzungumzie Faisal Salum Abdallah wakati yupo Dar es Salaam Young Africans na Stefan Aziz Ki wakati yupo Dar es Salaam Young Africans. Faisal alikuwa yeye ndo akipata game time ya kutosha kuliko Stefan Aziz Ki. Stefan Aziz Ki ameanza kupata game time ya kutosha pale Yanga baada ya Faisal Salum Abdallah kuondoka. Kwa maana hiyo ni kwamba kwenye terms ya mahitaji ya mwalimu, yani mimi hapa ningalikuwa kocha nikaambiwa kati ya Faisal Salum Abdallah na Stefan Aziz Ki, mimi ningekwenda, yani wote wakiwa kwenye ubora, mimi nitakwenda na Faisal Salum Abdallah kwa sababu anakusaidia FTD. Na Faisal Salum Abdallah ana uwezo mzuri tu wa kucheza zina matete. Usinambie kwamba amekwenda Azam, yeye alipokwenda tu Azam Patul hakukuwa na namba 10 ambaye anacheza kwenye kiwamo pasi ndo akapanda kufanya vizuri. Kwenye timu nyingi tu, kwenye ligi kuu kuna timu nyingi, lakini na kuna viungo namba 10 wewe. Ukiangalia hao viungo si wote wenye namba za kutosha. Utamkuta kiungo anacheza namba 10 lakini hana assist za kutosha, msimu unaisha ana assist moja, ana goli moja, si ndio vizuri. Kwa hiyo tukiacha lile eneo tukucheza kwenye lile eneo, ukicheza kwenye hilo eneo majukumu ambayo anahitajika yafanye namba 10 unayatekeleza kwa kiasi gani? Tukiangalia kwenye point hiyo basi tunakuja kumuona Faisal kwamba wakati akipangwa katika hiyo namba 10 yale majukumu ya namba 10 anafanya vile ambavyo anafanya inahitajika, ndio maana unaona anatengeneza assist za kutosha na anafunga magoli ya kutosha. Kwa hiyo huwezi kuniambia kwamba kitu kinachomsaidia mpaka acheze vizuri pale Azam FC ni kwamba Azam hakuna namba 10. No, ni kutokana na uwezo wake na ubora wake. Mimi ningemkutana na Sopiba hapa kutokana na alifaa msimu ambao Faisal alikuwa anacheza nyuma Ibrahim Ajib, Faisal nyuma ya Saidol Tipazox. Kizungumzia wachezaji ambao Ibrahim Ajib na Saidol walicheza namba 10 kwa kipindi wakati Faisal yupo Young Africa, alikuwa anazima namba 6. Kwa binafsi utapata namba 10 bora ni sahihi kwa coach kumchezesha Faisal namba 6. Kwangu mimi naungana na Ubay. Kwa sababu ukiangalia miaka yote ambayo Faisal amecheza na Saidol ni Bazon kiza, amecheza na Ibrahim Ajib na Aziz Ki, wote walikuwa namba 10 ambao hapo kwenye form. Sisi tunaelewa. Na Faisal alikuwa anacheza option kama namba 6, deep line maker ambaye anazima na ana shutdown mashambulizi. Sawa. Yani kitu tunachokiongea ni sawa, lakini tumzungumzie Faisal akicheza namba 6 majukumu yake anayatekeleza kwa kiasi gani? Andre, labda mitazamo tunatofautiana mitazamo. Sio tunaelewana vizuri, tunatofautiana nini mitazamo. Wakati ambao Faisal pale Yanga anacheza namba 6, alipoletewa namba 6 iliyokuwa bora, anamzungumzia Mukoko Tonombe kwa wakati ule, alihamishwa namba Faisal kutokana nini? Aliletewa namba 6 iliyokuwa bora. Na sisi sisi tumekuja kumfaidi Faisal baada ya kuwekwa na Mateni. Ubora wake ameanza kuonyesha akiwa na Mateni. Kwa hiyo kwangu mimi ukiniuliza kwamba kwa tusichota Chama akiwa kwenye ubora, Stefan Aziz Ki akiwa kwenye ubora, Faisal Salum Abdallah akiwa kwenye ubora, kwa mimi nitakwambia inategemea approach ya game husika. Game ikiwa inahusisha migongano, ukimzungumzia kwa tusichota Chama ni mchezaji ambaye anapenda kucheza kwa kurelax. Stefan Aziz Ki ni mchezaji ambaye anapenda kwa kurelax. Lakini Faisal anaweza kucheza game zinazohusisha migongano. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri itategemea approach ya mwalimu husika kwenye game husika kati ya Faisal na wachezaji wengine nani ataanza. Inategemea na approach ya game husika kwa wachezaji hao Faisal Tonombe Abdallah, Clatous Chota Chama pamoja na Stefan Aziz Ki. Na mgenge za kitambo moja kwa moja zinatutoa hapa zinatupeleka pale katika vita ya clean sheet kwa magolikipa wazawa ambao wanacheza ligi NBC Tanzania Bara. Patrick Muntari, Yona Amosi, Metacha Boniface Mnata pamoja na Yakubu Suleiman kutokea JKT Tanzania. Tunaona kwamba magolikipa hawa wazawa 4 wamejitahidi kuingia kwenye top 3, ikiwa na maanisha Patrick Muntari golikipa wa Algeria ana clean sheet 12, akifuatiwa na Yona Amos mwenye clean sheet 10, golikipa wa Pamba Jiji. Vile nafasi ya 3 inakamatwa na Yakubu Suleiman Ali, golikipa wa JKT Tanzania mwenye clean sheet 10 kama hiko. Vile tuna Metacha Boniface Mnata mwenye clean sheet 8, golikipa wa Singida Black Stars. Tukienda upande wa kwanza tukimzungumzia Patrick Muntari, golikipa wa Mashujaa Football Club mwenye clean sheet 12. Ni golikipa ambaye tasnia yake ya soka ilianzisha pale, historia yake ya soka ilianza pale katika Academy ya Makongo Sekondari. Baada ya kutoka hapo akaenda JKT Ruvu. Baadaye tena tunamwona katika timu ya Trust Camp. Baadaye anatimkia katika klabu ya Mashujaa.
miamba ya Lake Tanganyika kutoka Koane Kigoma. Na ukimzungumzia golikipa mwenye clean sheet 10 Yona Amos, msimu uliopita tumeona vile vile muendelezo wa kitu ambacho anakifanya kutokea katika klabu ya Tanzania Prisons. Yakubu Suleiman Ali kama unaweza kuona 2020 mpaka 2023 akiwa na JKU akatimkia Dodoma Jiji, na sasa hivi tunamwona katika klabu yake ya JKT Tanzania. Naam, kwa upande wako presenter Swaiba, magolikipa wazawa tunaona wana competition kubwa kuelekea kuwa Tanzania wani. Kama tunaweza kuona Aish Manula amepotea katika ladha. Kwa sasa hivi Tanzania wani tunaweza tukamtafuta katika zile top 4 ambao wanaongoza pale. Patrick Muntali, Yona Amos, vile vile Yakubu Suleiman Ali pamoja na Mekacha Boniface Nlata Daberem. Kwa upande wako unaweza ukaiongelea kwa upande gani? Mimi yengo yangu kwamba unajua bado tunakutwa na kasumba ya kwamba magolikipa wa kigeni bora. Jambo ambalo mimi naamini sio kweli, kwa sababu alikuwepo Juma Kaseja, aliaminiwa akaonesha uwezo wake, na alikuwepo Aish Manula, aliaminiwa akaonesha uwezo wake kwa nafasi yake. Lakini hatuwezi kupinga moja kwa moja ubora wa magolikipa wa kigeni. Ni bora, lakini wakwetu tunao wa bora, ni vile tu wamekosa imani na hizi timu zetu kubwa. Unajua ni ngumu sana kumdai kipa achukue golikipa bora akiwa Coast Union, timu yake ambayo timu yenyewe tu haimruhusu yeye, kwa sababu atakuwa anapokea mashambulizi mengi ambayo mwisho wa siku hata angekuwa anayapokea Biara au Pinpin Kamara na yeye angeruhusu goli. Lakini sasa kwa sababu yeye upo kwenye timu ambayo uwezo wake kama timu ni mdogo, kwa hiyo inamgharimu, inamuia ugumu yeye kufanikiwa kuchukua na clean sheet nyingi tukikompea na hawa magolikipa ambao ni wa kigeni. Kwa hiyo nadhani tuna magolikipa bora. Kama golikipa yupo Mashujaa, yupo JKT, kwa uwezo wake ameweza kuingia kwenye hiyo nafasi na akawaacha nyuma kama magolikipa wa Azam, si ndio? Azam ni timu bora ukilinganisha na hizo ambazo tunazimention. Kwa inaonyesha jinsi gani hao magolikipa ni bora, ila wamekosa imani. Naamini kwamba magolikipa hao ambao tupo nao wangeaminiwa katika timu kubwa, wangefanya mambo makubwa. Ila pia sina maana ya kubeza. Tunaona vitu ambavyo Pinpin Kamara anafanya na pia Djigui anafanya, lakini magolikipa wa kigeni, juzi mechi ya Simba na RS Berkane Simba ya kule Morocco, tunaona kabisa lawama nyingi alitumiwa Pinpin Kamara. Lakini kuna nyakati nyuma tulikuwa na Aish Manula, alikuwa anafanya vitu kwa uhakika kwenye game kama hizo. Inawezekana isiwe finali, lakini kuna mechi ilikuwa anacheza za robo finali alikuwa anafanya vizuri, sio, unaelewa? Kwa hiyo magolikipa wetu wa kizawa ni wazuri, ni bora, lakini hatuna imani nao, na nadhani timu nyingi zinaamini katika magolikipa wa kigeni, na hiyo itaendelea kuwa tatizo mpaka pale ambako tutaamua sasa kuwaamini, kuwapa nafasi. Tutazalisha Aish Manula mpya, tutamzalisha na yani magolikipa wote wa kizawa ambao walikuwepo wanaweza wakarudi kwa namna nyingine, au tunaweza tukawapata wengine wapya ambao wakaja kutusaidia katika timu ya taifa, lakini pia ambao wanaweza wakasainiwa hata nje ya mipaka yetu. Kwa hiyo magolikipa wetu ni bora, shida ni timu wanazozitumikia na kukosa imani katika ligi yetu. Magolikipa wetu ni bora, shida ni timu ambazo wanazitumikia na kukosa imani kwa magolikipa wetu. Na mgenge za kitambo moja kwa moja zinatuhamisha hapo, zitatupeleka kwa sakata la beki bora wa msimu. Tupo katika raundi ya 27 NBC Premier League. Ni raundi ambayo imebakisha mechi chache kuisha kwa msimu. Na kwenye option tunaye Abdurazaki Hamza kutoka Simba Sport Hub, Belfile Dickson Job kutoka Dar es Salaam Africans, na Lusajo Elkanga Mwikenda fullback wa kulia wa Azam Football Club. Kwa upande wako presenter Swaiba, unaweza ukaenda na nani kutokana na namba walizonazo? Nadhani ukitaka kuangalia namba moja kwa moja kutokana na clean sheet, kwa sababu beki cha kwanza tunapoangalia ni clean sheet. Cha pili ni uwezo wake wa zile ile mipira ambayo yeye ameikomboa kutoka kwa wapinzani, interception ngapi ambazo yeye amezifanya. Lakini pia beki kuna muda kama ni ana uwezo mzuri wa kupanda, tutamwangalia kama anasaidia timu kwa kiasi gani kwenye kushambulia. Beki pia ili kuona ubora wake unaweza ukaangalia ile fair, kwamba sio mchezaji sana wa faulo, hana kadi nyingi. Lakini cha mwisho na cha muhimu ni clean sheet. Tukirudi kwenye clean sheet, nadhani Simba wanaongoza kwa clean sheet, ndio? Na tunaamini kwamba clean sheet hasitengenezwi na kipa peke yake. Ni timu nzima kwa msaada mkubwa wa mabeki. Kwa hiyo
mabeki wa Simba kwa msimu huu wana nafasi kubwa ya kuchukua tuzo hiyo, lakini pia wakifuatiwa na Yanga kwa sababu hata clean sheet pia kwa Yanga the same na zenye zipo nyingi, wao wakiwa wa pili kutoka kwenye Simba, lakini sijafuatilia sana kiungani kuhusiana na takwimu zao zingine kwa sababu clean sheet pekee yake haitoshi kuamua ni nani bora na nani sio bora. Kwa hiyo sijafuatilia zaidi kujua idadi ya kadi ambazo wapo nazo, lakini pia kujua zile intersection ambazo wamezifanya na uwezo wa kushambulia. Lakini ukirudi kwenye jambo lingine ambalo pia huwa ni vigezo vinavyozingatiwa, uongozi uwanjani. Mara nyingi mabeki huwa ni viongozi ambao makapteni wengi kwenye timu nyingi huwa ni mabeki. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye ana uongozi ndani yake, anapata favor kwa kiasi fulani kwamba huwa kuna muda yeye ndo ana control team. Sio ni timu icheze vipi, anamuelekeza huyu fanya hichi, huyu fanya hichi. Kwa hiyo anakuwa na mchango mkubwa kwenye timu yake. Hiyo itaenda kwa Bwana Dickson Job. Angini ana Rosario Moikenda, yes. Kwa hiyo bado kwenye hiyo sijachimba sana, lakini vigezo ndio hivyo. Kwa hiyo wanaojaribu kupima wapime kwa kuzingatia hivyo vigezo, na ukiangalia tu kwa juu mabeki wa Simba wana nafasi kubwa zaidi. Mabeki wa Simba wana nafasi kubwa zaidi. Na ikumbuke Rosario Elkaga Moikenda ni kapteni wa Azam Football Club, fullback wa kulia. Namba zake zinasoma kama ifuatavyo: ana goli 7 pamoja na assist 3. Ni beki mzuri ambaye anaweza kuzuia bana usishwa na vilabu vingi kutakiwa mwisho wa msimu. Kwako Ridwan Rajab, kwa upande wako vita ya kutafuta beki bora wa msimu? Wote ni mabeki ambao this season wapo kwenye performance ile uko nzuri. Lakini kwangu mimi ukinipa option ya kumchagua mmoja ambaye ni bora kwenye hao watu watatu, umemweka hapo Abdurazaki Hamza, Moikenda na Dickson Job, mimi nitakwenda na Dickson Job. Na kitu ambacho kitanifanya niende na Dickson Job ni kitu kimoja. Kwanza ni yani leadership character akiwa kiwanjani, uwezo wake mzuri wa kuongoza wenzake. Cha pili, performance yake. Tunamzungumzia Dickson Job ambaye sikumbuki tokea ajiunge na Dar es Salaam Young Africans akitokea Mtibwa Shuka wakati ule coach ni Cedric Kazo, sijawahi, labda ako mnisaidie, lakini mimi sijawahi kumuona Dickson Job ambaye ameshuka kiwango. Kwa hiyo Dickson Job mimi nitakwenda naye kwa sababu ana ile consistency, muendelezo wa kuwa bora season after season. Kwa hiyo kwenye watu watatu mimi nitakwenda na Dickson Job, japo wote ni wazuri, lakini mimi nitakwenda na Dickson Job. Okay, anasema wataka hao wako tapu atakwenda na Dickson Job. Na Mjeri Tenya Wasoka, kwa upande wako beki bora msimu baada ya kutapatika kwa msimu, nani unaweza kumpa karata? Kwa Dickson Job ni credit wake kutokana na alivyo na skills nyingi za uongozi uwanjani, lakini pia ni master wa aerial balls. Ni mchezaji ambaye mipira ikija juu ni wa kwanza kuisikia. Lakini pia kwa brother Hamza ameonyesha nini anacho kwenye miguu yake, na kiujumla kama beki wa kati amekuwa na performance nzuri sana tangu ajiunge na Simba Sports Club. Kwa hiyo kwa usadi Moikenda ni ngumu kidogo, lakini kwa Dickson Job nampa credit. Dickson Job anaweza akampa credit kwa beki bora baada ya mwisho msimu, na atakuwa ni kwa mara pili mfululizo kwa beki bora wa msimu wa Premier League. Egeza Kitaz natupa kibali cha kwenda katika anga za kimataifa, kwenda kuangazia Manchester United baada ya kulala na viako siku ya jana Tottenham Hotspur. Kwa kwanza Sony anachukua ubingwa akiwa na Tottenham Hotspur. Naam, presenter Swaiba, omeni wako Man jana kapoteza na bado ipo chini mwa msimamo. Kwa bana wako unaionaje kupoteza ubingwa na ipo chini ya msimamo? Kwenye hiyo kwanza nipende kutoa taarifa kwamba Spurs ni timu yangu utotoni. Kabla sijahama nilikuwa Spurs. Nina furaha kidogo nganya. Kabla hujahama nilikuwa Spurs. Spurs ilinishinda kwa wakati. Tuweke bayana about plans. Sasa hivi ni si kidogo hiyo. Sio tukaita tafaya. Lakini nadhani game ilikuwa nzuri, lakini kosa moja limeamua mchezo. Game ilikuwa nzuri, Man U alijaribu kuonesha ambacho wanacho, lakini safari ya Man United ilikuwa ni ya furaha sana mpaka walipokutana na Spurs. Walikuwa wanashinda, wanaonesha kila ambacho wanaweza kukifanya. Wanafanya vile ambavyo tusivyovitarajia. Kwenye ligi kuna mambo mengi walikuwa wanafanya makosa, lakini kwenye Europa walikuwa wanaweza kuyasahihisha na kufanya kwa usahihi zaidi. Lakini nadhani Spurs alikuja na mind mzuri sana. Alichafuta goli la mapema na akamaliza mchezo kwa kuamua kutulia sasa. Hakutaka tena kufunguka na nini, lakini
nadhani kuanzishwa kwa Mount pia kwa upande wangu kulichangia kidogo kudhoofisha matokeo ya Man United, kwa sababu kwanza Mount huwa aanze katika mechi yupi. Sijui kocha aliwaza nini, au ndo tunasema tu kisichoriski, lakini nadhani kwa upande wangu mimi kumwanzisha Mount haikuwa jambo zuri sana. Na kwa finalize ni kwamba mechi ilikuwa nzuri, kila player alicheza kwa uwezo wake. Man U alicheza vizuri, Spurs alicheza vizuri, lakini kosa moja, mpira ni mchezo wa makosa. Kosa moja limeamua hatima ya mechi, na Spurs bingwa. Son kwa mara ya kwanza anachukua ubingwa tangu aanze kuwa professional. Nadhani Manchester United walistahili kukipata walichokipata. Mpira unachokipata ni kile ambacho, yani ukishangua uwanjani unachokipata umestahili, ilhari hujadhulumiwa. Sio goli la dhulma, sio nini, kile kitu ulistahili kwa sababu ni makosa ulifanya. As long as unafanya makosa na mpinzani wako ni bora, anakuadhibu, si ndio? Sometimes mtu kuna muda watu wanafanya makosa na waadhibiwi, tunasema tu hii ni mpira, lakini kiukweli kwenye mpira mtu akifanya makosa anastahili kuadhibiwa. Na Spurs walifanya, na Man United walifanya makosa, wameadhibiwa. Kwa hiyo walichokipata walistahili, kwa sababu ukisema hawakustahili sasa manake wewe utakuwa unasema kuna janja katika ubingwa wa Spurs. Ila kama hamna, basi Man United walistahili kufungwa, lakini hatuwezi kusema kwamba hawakuonesha game nzuri. Game ilikuwa nzuri sana, lakini tu tunaweza kuona tafrani moyoni na akilini, kwa sababu watu wengi hawajapata wanachokitaka. Watu wengi walitarajia pengine Man U watawafuta machozi mashabiki zao, lakini haikuwa hii. Machozi yameenda kufutwa solo. Na watu wengi walitarajia Man U itaenda kuwafuta machozi washabiki zao. Na teja wa soka kwa upande wako, Son kwa mara ya kwanza anakuwa bingwa, ama anachukua ubingwa, anachukua taji, anachukua ndoo akiwa na Tottenham Hotspur. Imekaje? Kwa Man United ni msimu ambao kingine the very worst season, wako nafasi ya 16 if I'm not mistaken. So ambalo kwa Manchester United blind iliyopo katika team na performance uwanjani imekuwa mbovu sana. Bruno Fernandes amekuwa akijitoa kama kiungo ambaye akihakikisha timu inafanya vizuri, lakini wachezaji wenzao wamekuwa kimledown. Kwa game ya Tottenham ilikuwa ni poor position ya Andre Onana. Mimi pengine naweza nikasema miongoni mwa wakipa wa Mungu kwa kutokea kwa Manchester United ya Andre Onana, kutokana na zile alivyo na makosa yake ya kujirudia kadri ya siku za uzini kwenda. Kwa hiyo nilisema tu kwamba msimu huu ni msimu wa vilabu ambavyo pengine ndio tukasema vina neema ya ndege kwenye nembo zao. Maana tukizungumzia Tottenham Hotspur, Liverpool, Newcastle ametoa kumpiga Man City, lakini nanilia Crystal Palace pia na wamechukua ubingwa. Okay, na hii ni tamati ya quiz Helikopta. Ulikuwa nami mimi Frida wa kitaa chako Medialpha_77, presenter Swaiba, vile Rizal _128 pamoja na teja wa soka.